Tunaweza kuona namna ambavyo Esma Pratam alivyoweza kutoa shukrani zake kwa bibi Zuchu, na akisema kwamba katika wanawake wote ambao amekuwa nao kaka yangu Diamond Pratam, kwa Zuchu ameweza kupata mwanamke ambaye anajielewa, pia anajitambua. Sikuwahi kufikiria hivyo, lakini sasa hivi najua kabisa Zuchu ndiye mwanamke pekee ambaye anayemvumilia bwana mkubwa Diamond Pratam kwenye shida na raha. Hivyo naendelea kumwombea, kwani kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakitokea kati yangu mimi na yeye. Hivyo sina budi kuweza kuchukua nafasi hii ya kuweza kumuomba msamaha, kwa sababu mimi ni binadamu na pia sijakamilika, na pia kuna mambo mengi ambayo nimekuwa nikimtendea. Hivyo natamani kuweza kukiri na kuzungumza mengi juu ya yale ambayo yamekuwa yakitokea katika maisha yetu kipindi cha nyuma. Mimi ni binadamu na pia nina mapungufu na madhaifu, hivyo naomba ni nakiri aweze kunisamehe kwenye kila kitu ambacho kilichoweza kutokea, kwa sababu kuna mengi ambayo yamekuwa yakitokea katika maisha yake, na wengi wao walikuwa wakiniambia kwamba mimi si mtu mzuri. Natamani kuweza kuona Zuchu akipitia mateso, ni kweli, lakini leo hii naomba nikiri na kuzungumza mimi ni mkosaji kwa bibi Zuchu. Hivyo nitahakikisha nampatia furaha ya milele na ya kudumu katika maisha yake. Hayo ndio mambo ambayo aliweza kuyazungumza dada wa Diamond Pratam ambaye ni Esma, na kukiri kwa yale yote ambayo amekuwa akimtendea bibi Zuchu, na kusema kwamba hataweza kurudia kamwe katika maisha yake. Anaamini kwamba yale yote yalikuwa mapito katika maisha yake, na anaamini kila kitu kitakwenda kuwa sawa kutokana na yale ambayo yaliweza kutokea kipindi cha nyuma. Hivyo anachukua nafasi hii ya kuweza kuomba radhi kwa kila kitu ambacho kilichoweza kutokea katika maisha ya bibi Zuchu, na kumfanya awe moja kati ya mwanadada ambaye amepitia maumivu katika maisha yake yote ambayo amekuwa akiyapitia. Hivyo katika haya yote anaomba kuweza kusamehewa. Bwana, mambo ndo kama hivyo. Mimi nikusii usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.